anakupa nguvu kwa kutoa sadaka zilizonona, kwa kuleta sadaka kamili. Sio unachagua ile ambayo huna matumizi nayo ndio unamletea Mungu. Chagua iliyonona. Sema, Mungu, nakwenda madhabahuni wiki hii, naiweka wakfu. Ufungue mibaraka yangu, ufungue njia zangu, ufungue milango yangu iliyofungwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivi si mnajua kwamba pia sadaka hutushindia? Sadaka inatushindia. Wakati mwingine, nataka niwaambie hivi, wakati mwingine tunapoishi katika ulimwengu huu, kuna watu ni wabaya tu. Uchawi ulinenwa upo, sio kwamba haupo. Watu kutakiana mabaya kupo, watu kupangiana mabaya kupo. Lakini ukija na sadaka yako, unamwambia Bwana, siku ya leo ni siku ya Sabato, nimekuja nyumbani mwako, ninakuja kwako, naleta sadaka ya shukrani. Ninaomba ukanibariki, ninaomba maadui zangu wawe mbali na mimi, ninaomba kupitia sadaka hii ufanyike harufu ya manukato kwenye kiti chako cha enzi. Wewe unishindie vita vyangu, wewe unishindie. Yani unatamka yale maneno ambayo umeambiwa. Kama unaona kuna vita, kuna namna unatamka, na kwambia uwe na uhakika milango itafunguka. Uwe na uhakika wiki itakuwa ya baraka. Uwe na uhakika inaleta amani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sadaka. Sasa kwa namna ambavyo tumekuwa tukiendelea, kuna namna ambavyo hatuko sawa. Lakini pia sadaka ni agano. Ukisoma Zaburi 50 mstari wa 5 na kuendelea, anakuambia hivi, anakuambia, nileteeni watu wangu niliyofanya agano nao kwa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Nileteeni watu wangu niliyofanya nao agano kwa dhabihu. Sio agano za mdomo, sio agano za kuongea tu, agano za dhabihu. Wakati mwingine sadaka hufanyika agano. Bwana Yesu asifiwe.